Kwa barabara tukasikia duru, tukakuja kwa baba Wangui. Kufika hapa tulipata ni yeye ameuawa na akafungwa miguu na kamba. Sasa ndio tulianza kupiga duru hata sisi. Tungeomba serikali tusaidie juu sisi hatujawahi sikia kitendo kama hii. Juu tulisikia huyo bibi yake hayuko karibu, alitoka huku kabla siku nne hivi, akaenda kumpumzika kwa ndugu yake juu alikuwa mgonjwa, lakini sio kutoroka ati alikuwa amekusana na bwana yake, walikuwa wanasikizana juu hata huyo mzee alikuwa anauza ng'ombe juu atengeneze huyo mke wake atibiwe. Aliulizwa nini? Na ni mzee mzuri sana kwa hii kijiji. Tunashangaa sana, na ndio mnaona huku kwetu hata kuko na watu wengi sana juu ni mtu wa watu, ni mtu wa heshima, anahurumia watu, anaongoza hii kijiji, hata tunashindwa kwani kulienda nini. Lakini tukasema tu juu Mungu anajua hiyo yote, mwenye alisema alifanya hivi asirudie tena. Lakini hatujui kwenye wako, hatua kuwakuta. Sijui kama hawakuwa wamelala huku juu. Kuna maziwa inakuja kuchukuliwa hapa saa 11 ya asubuhi, lakini hawakuwa huku juu. Mwenye hata alikuwa amekuja kujia maziwa ni brother yake na hakukuta watu. Mwandishi mkuu wa chama ya wazee hapa Gatundu North, na vile alikuwa mshirika mkuu wa kanisa Katoliki la Kaithegi na parokia ya Kairi. Alikuwa muungwana wa kila mtu mwenye alikuwa anasikizana na kila mtu, na kwa sasa inahofiwa ya kuwa ameweza kutolewa uhai wake na wafanyikazi wake, na tunauliza mbunge wetu Honorable Njoroge Kururia aweze kututafutia ofisi na maafisa ambao wanaweza kuwa wajasusi ili waweze kututafutia hawa wenye wametenda hiki kitendo cha unyama, waweze kukamatwa na kufikishwa kotini na kuweza kulipia makosa. Alipatwa na brother yake akiwa amekufia kwa nyumba. Mimi baada ya kupata huo ujumbe nilipiga hatua na kupigia askari na wa huko Makwa Police Post, wakakuja ili uchunguzi uanze. Kwa saa hii venye nasihi raia ni wawe watulivu, kwa maana mkono ya serikali ni kubwa, na mwisho tutapata suluhu na kujua ni akina nani walifanya hili jambo. Hilo siwezi nikadhibitisha kwamba aliuliwa kwa njia gani, igawa polisi bado wale wa ujasusi tunawagoja ili wakuje wafanye investigation yao kamili, juu inaonekana alikuwa amefungwa kwa kamba kwa miguu na ni kama kulikuwa na vita kidogo, lakini bado tunagoja polisi wafanye uchunguzi.